Nyesha utayari wetu, tuweze kuonyesha namna ya kuishi kwenye tofauti zetu wakati tunaijenga taasisi yetu. Wakati wa uchaguzi mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hoja nyingi zilizokuwa zikitolewa ama katika hotuba ama kujibu maswali ya waandishi wa habari, Bwana Freeman Aikaeli Mbowe ambaye alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alikuwa akieleza mambo kadhaa ambayo alikuwa ni kama anatabiri hivi kwamba baada ya uchaguzi ama baada ya yeye kuanguka, nini chama chake kitapitia, wakati gani ambao kitakuwepo. Na ndiyo haya sasa tunayaona katika mpasuko uliopo ndani ya Chadema. Likitokea kundi moja ambalo linaongozwa na mwenyekiti wa sasa Bwana Tundu Antipas Lissu, wakili huyu, ambalo linasimama katika msingi wa no reform no election. Lakini linatokea kundi lingine ambalo linasema wenyewe wako tayari kwa uchaguzi na likijiita G55. Na kundi hili wengi wao ni wale ambao walikuwa ni wafuasi wa Bwana Freeman Mbowe. Hivyo baadhi ya watu wanadhani kwamba huenda watu hawa akiwemo Bwana John Mrema ambaye alikuwa ni afisa katika kitengo cha mawasiliano au cha habari, kwamba wametumwa na Freeman Mbowe. Lakini ukisikiliza hotuba za Mbowe mara kadhaa alikuwa anakemea sana kwamba chama chake hakipaswi kuwa na mpasuko kwa namna yoyote ile, huku akisema kwamba baadhi ya watu wanakionea wivu chama hicho katika miendo zake, huku akitaja mambo kadhaa ambavyo chama kilipitia mpaka kufikia kupata wabunge, lakini baadaye kuporomoka kabisa kuto kupata ubunge ama kupata mbunge mmoja kutokana na mifumo ilivyokuwa imeamua, kwa mujibu wa hotuba zake kadhaa kabla ya kuingia kwenye uchaguzi na baada ya kuingia kwenye uchaguzi na hatimaye kushindwa uchaguzi. Lakini yeye Bwana Mbowe amekaa kimya. Lakini ukiangalia hotuba zake ama ukisikiliza hotuba zake, ni kama anawaambia vitu fulani hawa G55 kwamba ni kama kundi lilikuwa limeandaliwa kwa namna moja ama nyingine. Lakini unaweza ukamsikiliza Bwana Freeman Mbowe kwa umakini kabisa ukaelewa nini anachosema na nini wanachokifanya hawa kundi la G55. Je, ndio hawa waliokuwa na wasema Bwana Freeman Aikaeli Mbowe kabla hajaondoka ama kabla hajashindwa katika nafasi hiyo ya kiti cha taifa cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Tutafakari kwa pamoja. Karibu tumsikilize Bwana Freeman Aikaeli Mbowe kuhusiana na mambo na maneno yake, lakini tuunganishe na haya yanayoendelea kwa sasa, no reform no election, lakini pamoja na msimamo wanaotoa G55 ambao ni G55 wa Chadema hawa, ambao wengine wanawaita majina kadhaa. Karibu tumsikize Bwana Mbowe. Dunia nzima inaiangalia Chadema. Tanzania nzima inaiangalia Chadema. Basi katika kuiangalia Chadema yako macho ya husda, yako macho ya wivu. Wanatamani sana waione Chadema inaondoka Mlimani City ikiwa vipande vipande. Mimi nawaambia watashindwa sana. Peoples. Tumesema na narudia, chama hiki kina thamani kuliko yeyote miongoni mwetu, kwani hiki chama kimebeba ndoto za Watanzania. Kwa hiyo ndugu wana Chadema, tumekuja Dar es Salaam sio kupaniana, tumekuja Dar es Salaam kuyajenga. Kwamba chama hiki tutakipigania, tutakijenga, tutakipanga, tunapotofautiana tutayazungumza, ili mwisho wa siku chama hiki kikaweze kubeba ndoto ya taifa letu ya haki kwa kila mmoja, uhuru kwa kila mmoja, demokrasia kwa kila mmoja, na hatimaye maendeleo ya watu wetu wote. Kwa hiyo nawakaribisha sana, twende tukaionyeshe dunia kwamba sisi sio tu chama kikuu cha upinzani nchini,
ni chama kinachoheshimiana, chama chenye nidhamu, chama chenye kutambua wajibu wake, na chama ambacho kinajiandaa na kinajipanga kwenda kuongoza dola ya nchi. Tukawaonyeshe kwamba chama hiki ni kikubwa kuliko tofauti zetu. Ndugu zangu, tutaongea sana, na kwa kweli tuko nje ya ratiba. Kwa hiyo nisingependa kuzungumza maneno mengi, niombe tu kwanza uwepo wenu mahali hapa ni faraja. Lakini pili, kila mmoja wetu katika ukumbi huu, waliofika Dar es Salaam na watakaoendelea kuja Dar es Salaam, wote tuje tumenia mamoja kwamba tutatoka hapa stronger together. Stronger? Stronger? Tusitoe nafasi yoyote kwa yeyote mwenye dhamira ya kukipasua chama chetu, kwa sababu tumefika hapa kwa gharama kubwa sana. Lazima tuonyeshe ukomavu wetu, tuonyeshe utayari wetu, tuweze kuonyesha namna ya kuishi kwenye tofauti zetu wakati tunaijenga taasisi yetu. Peoples, msisahau kauli mbiu yetu, no hate. No hate. Kwa hiyo ndugu viongozi wenzangu, karibuni sana. Katibu mkuu, nitaomba ratiba yetu iende kwa kasi kadiri iwezekanavyo, ili tupate muda wa kutosha kujiandaa kwa siku kuu ya kesho, siku ambayo dunia nzima inasubiri, watesi wetu wanaisubiri, marafiki zetu wanaisubiri, wanachama wetu wanaisubiri. Twendeni tukawaonyeshe kwamba Chadema ni mpango wa Mungu, na hakika huu ni mpango wa Mungu. Na washukuruni kwa kunisikiliza, mengine tutayazungumza mbele. Nitangaze kwamba kikao chetu kimefunguliwa, na kila mmoja awe na amani katika kikao hiki. Sisi ni familia ya Chadema, tulikuwa familia, tuko familia, na tutaendelea kuwa familia, pamoja na mivutano au minyukano midogo midogo. Asanteni sana, Mungu awabariki.